Kwanza nimefurahi sana mmefika wengi unajua hii ndio mimi mgeni kwenye ya mambo. Nikasema leo watatokea hao kweli. Lakini nashukuru mmefika. Nashukuru sana na mimi leo bwana sina mengi sana kuwaita, ila nimewaita kwa ajili nilikuwa nataka nyinyi kwa sababu wana habari, kwa hiyo mwapelekea habari wale watu ambao wamekuwa wakinisupport muda mrefu kwenye sanaa yangu. Nilianza mwaka 2003 kutoa ngoma kama msanii Mr. Blue, na huu ni mwaka 2025. Kwa kama unaona hapa kwa hesabu za haraka haraka ni miaka 22 nimekuwa nikifanya hichi kitu. Kwa hiyo siku zimeenda na nikafikiria nikasema kitu gani nifanye. Nashukuru Mungu nimepata jibu. Nikaona nitoe nyimbo ambazo ni nyimbo 22. Nitengeneze nyimbo 22 ambazo ni kama kuwashukuru mashabiki kwa kuweza kunisupport kwa miaka 22. Nimekuwa nikiishi kupitia muziki, kulala, kufanya vitu vyote kwa ajili ya muziki. Sijui kufanya kazi yoyote katika dunia hii zaidi ya hiyo muziki. Kwa hiyo kupitia ndani ya hiyo miaka 22 pia nimetengeneza studio yangu ambayo ni Blue Record, na nimekuwa nikipambana nayo kwa muda mrefu, lakini nashukuru Mungu imekamilika. Kwa hiyo nikasema niwaletee ndugu zangu wa Tanzania, na wenyewe wana habari, ndio watu pekee wao kuwapelekea habari kwamba nina studio, na pia nafanya hilo jambo la kutoa nyimbo 22 kwa ajili ya shukrani kwa mashabiki zangu kunisupport miaka 22. Kwa hiyo nitazitoa kwa awamu. Kwa sababu zote tayari ziko tayari. Nashukuru Mungu nimezi record, na kuna baadhi nimeshoot, zingine bado ndo namalizia. Kwa hiyo nitatoa kwa awamu, na mwanzo leo hii baada ya interview nitaachia video 4. Zitakuwa ni ndo mwanzo wa hizo nyimbo 22. Kwa hiyo mimi ni hayo tu ndo nilofanya niwaite ndugu zangu. Yeah. Na studio Blue Record, na nimeanzisha pia studio ambayo nimeileta kwenu, na dhumuni ni kwa ajili ya kusaidia wengine, kwa sababu miaka 22 kama unavyoona, mwingine anashangaa na kuuliza umewezaje ku maintain mpaka leo, kwa sababu sio kitu rahisi. Ni sasa leo hii ukutane na mtu kaishi miaka mingi, mwenyewe unamuuliza umefanyaje kuishi miaka mingi, yani ni jambo ambalo kidogo. Kwa hiyo nikasema ndani ya hiyo nilete kitu ambacho kitaweza kusaidia wengine, kwa sababu kwa hiyo miaka 22 na mao unaenda mpaka unafikisha miaka 30 kwenye game. Tena hata mziki usipokukataa, basi hata umri wenyewe unakuwa umekukataa. Yaani unakuwa tena so Babiloni yule, unaenda kama mzee Babiloni. Umeona? Kwa hiyo nikasema lete kitu ambacho kitazaa wasanii wengine, Blue wengine. Kwa hiyo nimeleta Blue Record kwenu, na hata hizi nyimbo ambazo nazitoa zote 22 karibu zote nimefanya ndani ya studio zangu, japokuwa zingine nimeshirikiana na maproducer wengine, lakini asilimia nyingi hata hizi ninazoachia leo ni kwenye studio yangu. Kwa hiyo nikasema na mambo hayo mawili. Nyinyi wana habari, sijawahi kuifanya kitu kama hichi, lakini nikasema kwa miaka hii 22 ni mingi kwangu na mingi pia kwenye tasnia. Niwatumie nyie kuambia watu kwa hivi vitu ambavyo viwili vilivyokuwa ndani ya ni hayo tu kurugenzi. Sawa. Mr. Blue, mimi na swali kwenye hizo ngoma 22. Labda pengine tunakuwa wanafanya collab na wasanii wakubwa, wasanii kama kina Diamond, wasanii wa kina Harmonize, na kina Juice. Kuna baadhi ya wasanii ambao pia ulishe kufanya nao collab, labda pengine kwenye hizo ngoma zako 22. Kuna wasanii mwashirikisha? Mwategemee wasanii wote, kwa sababu dhumuni la hii project ni kwa mimi kama mtoto wa kwenye tasnia. Kwa miaka hiyo 22 nimepata bahati kubwa sana, nimshukuru Mungu, ya kuweza kushirikiana na wasanii wa kileo na wasanii wa zamani. Kwa sababu mimi nimelelewa na kina Fandesere na kina Juma Nature kipindi hiyo mimi mdogo, kina TID, kina Dully Sex, wale ndio walo. Lakini wakati nakuwa nimekuja tena kuwa baba, na mimi nimekuta na wadogo zangu wengine
ndio hao wakina Diamond, wakina nani, wakina nani, wakina, kwa hiyo hao nao bado nafanya nao kazi. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu mwenye bahati sana na namshukuru Mungu. Kwa hiyo katika hiyo mtegemee wa zamani na wapya wote watakuwepo, kwa sababu mimi nawaomba pia kwa wale ambao hawajamaliza, kuna wengine nimeongea nao lakini hawajamalizia, wamalize, kwa sababu ni kama itakuwa kama heshima kwangu wakinipa maua yangu nikiwa bado sijafa, kwa sababu nahitaji vitu kama hivyo, na nikasema basi nifanye ushirikiano. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajamaliza nafikiri watamaliza, ila wengi watakuwepo. Sawa, Blue Records ni record label ama ni studio tu ambayo pia labda pengine msanii akitaka kuja kurekodi anakuja kurekodi na anatulipa pesa, ama utaratibu ukoje? Ni yote hayo. Kwa kama kuna msanii ambaye anataka kuja kurekodi aje, na pia tutatoa wasanii kupitia Blue Record kama wengine wanavyofanya. Diamond tumeona Harmonize nani. Hilo ndio dhumuni letu. Ni soon tu, na kupitia nyie waandishi tunatangaza hapa kwamba pia bado tunahitaji, tuna vijana ambao tunao, hata kuna baadhi ya nyimbo ambayo kuna kijana ambaye yupo tumefanya naye April ambaye amefanya naye kwenye hii nyimbo. Ni msanii mchanga wa kike ambao tuko naye pale, hatujamsign official lakini tunamsupport pale, ila kwa bahati mbaya kidogo kwenye hiyo video yeye hayupo. Kwa hiyo amect kama msichana mwingine, lakini yeye muimbaji ni mwingine kwenye hiyo video. Yeah, kwa hiyo tulitaka tu base sana kwenye rap, lakini tumeona hapana, tutawanyima nafasi wale ambao wanaimba. Kwa hiyo tutachukua wote ili kusaidia vijana. Ndoto ya wasanii wengi sana wengine walikuwa na ndoto yao kufanya collab na Mr. Blue Paisa, kwa sababu mchanga barabara kwa muda mrefu, kwa mtu ambaye anafuatilia ataamini katika hilo. Kuna wepesi kiasi gani mtu ambaye atakuja kurekodi Blue Record na kupata collab ya Mr. Blue? Yaani wepesi huko kabisa, yani kama kuchana karatasi tu au kuzima TV, yani ni very easy. Na ukifuatilia hata mimi watu ambao nimeimba nao, mimi na collab so chini ya 200 za underground, nyewe wana habari na shahidi. Kwa hiyo hilo swala bado linaendelea. Sawa, hilo swala bado linaendelea. Kama unafikiri unataka kushirikiana na mimi, njia zangu mimi ni nyepesi kabisa, sina njia ngumu. Nishai kusema siku zote, siangalie hela sana, naangalia hela sana, yote nafanya. Sio, umeelewa? Unaweza ukaja na nidhamu tu nikaimba nawe na hauna kipaji, kwa sababu nishaimba na watu hao ambao walikuwa hawana kipaji hicho, lakini niliimba nao na baadaye wakaja kuwa ni watu wenye vipaji vikubwa. Wakati naimba nao walikuwa bado, na wale wenye vipaji kabisa ila hawana hata 100, sawa, pia tunawakaribisha. Na wale wenye hela ila hawana vipaji pia tunawakaribisha. Wote tunawakaribisha.